Karibuni sana katika episode yetu mpya ya Wanangu Podcast. Mimi ninayezungumza jina langu ni Goodluck Joseph aka Imani Joseph, formerly known as the Rap Addict, na ndo host wa hii inayoitwa Wanangu Podcast. Kwa hiyo kama ndo mara ya kwanza una tune in Wanangu Podcast, shout out to you kwa kuweza kuchukua muda wako ambao ni adhimu kabisa kwa ajili ya kusikiliza Wanangu Podcast. Lakini shout out to all my day one listeners ambao wamekuwa wakisikiliza Wanangu Podcast kuanzia episode ya kwanza na mpaka leo tumefika episode ya 53. Kwa hiyo without further ado, nataka tuende kwenye kitu ambacho nataka kuzungumzia siku ya leo, ambao nataka kuzungumzia kuhusu nadharia ya njama. Kama utakuwa makini kwenye masuala ya lugha, utagundua kwamba ni kitu ambacho kimetafsiriwa kutoka kwenye lugha ya wenzetu, ambacho kinafahamika kama conspiracy theory. So conspiracy theory ni nini, au hii ambayo tumeita kwa Kiswahili nadharia ya njama ni kitu gani na kinafanya kitu gani? Basi tega sikio ili uendelee kusikiliza Wanangu Podcast, utapata kujua hayo maujanja yote kupitia hapa kupitia episode hii ya 53 ya Wanangu Podcast. Okay, kabla sijaenda moja kwa moja kwenye kuelezea nadharia ya njama ni nini au conspiracy theory ni nini, nikipenda kuanza na mfano kwanza. So let's say kuna kampuni ambayo inaitwa kampuni Y, ndio ambayo ina kiongozi wao, let's say CEO wa kampuni hiyo ambaye umauti umemfika kwa ghafla sana. Kwa hiyo baadaye kampuni ikatoa tamko kupitia vyombo vya habari kwamba kiongozi wao alikuwa ana ugonjwa wa aina fulani ambao ulikuwa unajulikana, na ugonjwa huo ndio umesababisha yeye kufikia umauti. Kwa hiyo habari ikatangazwa na watu wakaisikia. Sasa nadharia ya njama au conspiracy theory ni pale maneno ya pembeni yanapoanza kuzungumza watu mbalimbali, let's say kupitia mitandao au kupitia tu mtaa kama tunavyojua, yakielezea jinsi ambavyo umauti ulimfika yule jamaa, tofauti na vile ambavyo taarifa iliyotolewa na vyombo vya habari au taarifa rasmi iliyotolewa na kampuni hiyo inavyosema. Kwa hiyo instead of ya ile kampuni kusema kwamba mtu aliyefariki alikuwa na ugonjwa fulani na fulani na fulani, wao watasema okay, kwa mfano bwana yule bosi alikuwa na beef labda na secretary wake. Sasa secretary wake akafanya njama na watu fulani ndio ambao wakapelekea umauti wa yule bosi. Kwa hiyo ndio tunaita nadharia ya njama, ambayo au kwa Kiingereza tunaita conspiracy theory. Kwa maana njama, kwa maana kwamba kuna kikundi cha watu. Kwenye maelezo ya namna hii mara nyingi kuna kikundi cha watu ambacho ndio kimekula njama kwa ajili ya kufanyia mabaya mtu mwingine. Ndio maana ya njama au conspiracy kwa Kiingereza. Lakini nadharia sasa hapo inasimama katika nafasi ya theory, kwamba ni maelezo fulani ambayo yana mfumo wa maelezo fulani ambao unasaidia kuelezea tukio fulani. Kwa hiyo mfumo huu wa maelezo sio kwamba unaelezea ukweli wa kilichotokea, bali unasaidia kwenye connect dots ili maelezo fulani yaweze kufanyaje kueleweka na watu wengine. Kwa hiyo nadharia ya njama ni mfumo huu wa maelezo ambao unasaidia kuelezea tukio fulani ambalo linahusishwa na kikundi fulani kula njama kwa ajili ya kufanya mabaya juu ya mtu mmoja au watu fulani. Kwa hiyo ndo maana halisi au maana rahisi kabisa ya conspiracy theory au nadharia ya njama. Kwa hiyo kwa maelezo hayo tu ambayo nimekupa, hebu ujiulize ni nadharia za njama ngapi ambazo umezisikia tangu ulipozaliwa mpaka siku hii ya leo. Kuna matukio tofauti ambayo huwa yanatokea popote tulipo, uwepo uko shuleni, uwe upo kazini, uwe upo nyumbani. Kuna matukio ambayo huwa yanatokea ambayo yanakuwa na maelezo mengine kama alternative hivi ambayo unayasikia kutoka kwa watu, na wakati mwingine tunaamini haya maelezo kuwa pengine ndio kitu halisi ambacho kilitokea, tofauti na ile taarifa rasmi ambayo tunapewa either na vyombo vya habari au na watu ambao wanahusika kwenye tukio hilo ambalo limetokea. Lakini jiulize tu ni mangapi. Kwa hiyo ni kitu ambacho huwa tuna experience kila siku kwenye maisha yetu. Tunasikia hizi nadharia za njama ikiwa kama ni alternative ya maelezo ambayo tunapatiwa kuhusiana na vitu ambavyo vimetokea ambavyo wote tunavijua. Lakini kitu ambacho nataka kuizungumzia sasa hivi ni kwamba ni vitu gani ambavyo vinasababisha watu kuvutiwa sana na hizi nadharia za njama. Siku hizi baada ya kuja kwa mitandao ya kijamii imekuwa ni kitu cha kawaida sana. Hakuna tukio ambalo litatokea hata kama ni la kawaida au hata kama ni tukio ambalo impact yake sio kubwa sana pengine kwenye level ya taifa au kwenye level ya maisha tu ya mwananchi wa kawaida, lakini unakuta lazima kuna maelezo yani alternative explanation
ya hilo tukio ambalo limetokea, kwamba yule bwana anajifanya hivi na hivi lakini sio kweli, ukweli ni huu. Kwa hiyo huyu anakuambia ukweli ni huu, huyu mwingine anakuambia ukweli ni huu, huyu mwingine anakuambia ukweli ni huu. Hizi zote ni conspiracy theories. Hizi zote ni nadharia za njama ambazo unaweza ukazitolea mifano kwenye hii mada ambayo tunazungumzia siku ya leo. Kwa hiyo nataka sasa tujue ni kitu gani ambacho kinawavuta watu zaidi kuzisikiliza hizi au pengine kuziamini hizi, kwa sababu kila mmoja wetu naamini kuna conspiracy theory moja au mbili ambazo kwenye maisha yake anaziamini kwamba inawezekana hii ndio ukweli wa mambo yalivyotokea, tofauti na jinsi ambavyo tuliambiwa. So moja kati ya sababu ambazo zinapelekea watu kuamini sana hizi nadharia za njama zinapokuwa zikitokea ni kwamba akili yetu sisi kama binadamu imebezi sana kwenye kutafuta maana ya kila kitu. Yaani kila kitu ambacho tuna experience kwenye maisha yetu tunataka tutafute maana yake ni nini, au tunataka tu connect dots tuone kwamba tupate maelezo ambayo yana make sense kwenye akili zetu. Lakini kwenye maisha wakati mwingine kuna vitu vinatokea random. Yaani kitu kinaweza kikatokea tu, hakina sababu ya msingi sana, lakini kikatokea tu kwa namna ambavyo kimetokea. Na kwa kawaida akija mtu ambaye atakupa maelezo aliyonyoka kwamba hiki kitu kimetokea kwa sababu hii na hii na hii na hii, na ukaona logically sababu aliyokupa ina make sense, ni rahisi wewe kuamini kwenye hiyo conspiracy theory. Ni rahisi wewe kuamini kwenye hiyo nadharia ya njama hata kama sio kweli. Kwa hiyo ile the fact kwamba tunataka kuwa na maelezo yaliyonyooka kwenye kila jambo ambalo linatokea kwenye maisha yetu, inasababisha wakati mwingine kuamini kwenye vitu ambavyo hata sio vya kweli, lakini kwa sababu tu maelezo yake yamenyoka. Kama nilivyosema, theory au nadharia inakusaidia wewe kuelezea jambo fulani. Kwa hiyo ukimpata mtu ambaye yuko vizuri kwenye kunyosha hizi theories na akakuelezea kwa namna ambayo ita make sense kichwani kwako, ni rahisi wewe kuiamini. Kwa hiyo ni sababu moja wapo ambayo inasababisha watu kuamini hizi conspiracy theory au kuwa attracted na kuzisikiliza na kuzipa nafasi zaidi. Sababu nyingine ambayo inaweza nikakupa, ambayo inaweza ikapelekea watu kuvutiwa zaidi na hizi nadharia za njama au conspiracy theories pale jambo ambalo linapokuwa limetokea, ni kwamba wanataka ile sense of belongingness, kuwa wana belong kwenye kikundi cha watu ambacho kinaweza kikaelezea kitu ambacho kimetokea, tofauti na majority au tofauti na public inavyoamini kwamba ukweli uko vipi. Nakupa mfano kipindi cha COVID-19, kwa kuna conspiracy theory nyingi sana kwamba kuna mtu fulani, watu wana blame baadhi ya watu kwamba ndio waliosababisha hivi. Unamwona mara nyingi Bill Gates alikuwa akitajwa kwamba anahusika kwa namna moja au nyingine, na matajiri wengine kwamba wanataka kucontrol population na kitu kama hicho. Watu wameongezeka sana duniani, wanataka kupunguza watu kwa nguvu. Kuna conspiracy nyingi sana ambazo zilitokea kipindi cha COVID-19 ambazo watu baadhi walikuwa, kuna vikundi mbalimbali. Unaona kuna watu wengine wanaamini chanjo, wengine hawaamini chanjo, umeona. Kwa hiyo vikundi kama hivyo, ukiwa una belong kwenye vikundi kama hivyo, kuna ile sense of belongingness kwamba sisi ni kikundi kidogo cha watu ambacho tunaelewa ukweli wa mambo yalivyotokea. Hata kama sio ukweli, basi tu ile kwamba una belong kwenye kundi fulani ni kama inakupa identity na inakupa faraja au inakupa amani fulani kwamba at least wewe uko tofauti na watu wengine. Kwa hiyo ni sababu moja hapo ambayo inapelekea ambayo inasababisha watu waweze kuvutiwa zaidi na hizi nadharia za njama. Kwa hiyo sababu ziko nyingi, lakini ngoja nikupe hii sababu ya mwisho ambayo is a very interesting idea, kwamba kwa nini watu wanaamini hizi conspiracy theory sana au wanaamini hizi nadharia za njama sana. Kuna kitu kinaitwa proportionality bias, ambayo maana yake kwa lugha rahisi kabisa ni kwamba inapokuwa limetokea jambo, hususan jambo kubwa kama let's say kiongozi wa nchi amepoteza maisha, jambo kubwa kama hilo, ni kwamba watu hawezi kuamini kwamba sababu ndogo inaweza ikasababisha jambo kubwa kama hilo kutokea. Kwa hiyo mara nyingi wanataka vitu ambavyo viko proportional, yani the cause should be proportional to the effect, yani vio vina size sawa. Kwa hiyo let's say kama ni kiongozi wa nchi amefariki, sababu haiwezi kawa tu kwamba alikuwa anaumwa ugonjwa ambao ni natural. Umeona, lazima iwe kwamba kuna kikundi cha watu ambacho wamekaa wakaamua kumuondoa huyu jamaa kwa sababu zao ambazo wao binafsi wanazijua. Kwa hiyo moja kati ya sababu kubwa sana ambayo inasababisha watu kuamini kwenye hizi nadharia za njama ni hiyo proportionality bias. Watu wanataka sababu
ambayo imesababisha jambo kubwa kutokea lazima iwe ina ukubwa kama jambo lenyewe lililotokea. Ikitokea kwamba sababu ni ndogo sana ambayo imesababisha jambo kubwa kutokea, watu wengi wanaona kama kuna mzani au balance hapo, kwamba yani kiongozi wa nchi hawezi kudondoka kwa sababu ya hivi na hivi. Umeona, ni kitu ambacho hakikubaliki kwa watu wengi. Kwa hiyo ndio maana wanajikuta wanaamini hizi conspiracy theories au hizi nadharia za njama mara nyingi. Na huo mfano sio specific kwa nchi yoyote, ni mfano tu nimeamua kutolea mkubwa kwa sababu ya kile ambacho niko nataka kusisitiza kwenye ukubwa wa jambo na au serious wa jambo ikifanishwa na sababu ambazo pengine zinaweza zimetajwa. Umeona? Kwa hiyo ni sababu kubwa sana ambayo inasababisha watu kuamini kwenye hizi nadharia za njama. Proportionality bias is a very interesting idea ambayo kweli ukiangalia ina make sense, kwa sababu watu wengi sana wanapenda sababu iendane. Yani sababu iliyosababisha kitu fulani kutokea iendane na ile effect ya hilo jambo. Lakini dunia iko very complex. Yani kuna vitu ambavyo vinaweza vikasababishwa na kitu kidogo sana. Unaweza kuona kuna msitu mzima ukaungua, hekari hata 100,000 zikaungua, lakini sababu unaweza kuta ni kiberiti tu, mtu aliwasha akawasha jani moja, then ikasababisha effect kubwa sana. Kwa hiyo wakati mwingine kiuhalisia ni kwamba sababu ambayo inaweza kusababisha jambo fulani kutokea ambalo ni kubwa inaweza ikawa ni ndogo sana, lakini ni ngumu kwa watu kuamini. Kwa hiyo wanakuwa wako attracted sana na sababu ambazo na zenyewe ni kubwa zinapokuwa zimetajwa na watu wengine kwamba hapana, haiwezekani hiki kikasababisha hiki, lazima itakuwa ni hii. Watu inakuwa rahisi kuamini kwenye sababu kubwa ambayo imetajwa as opposed to kuamini ile sababu ambayo pengine ina sound kama ni ndogo, lakini ndio kweli ambayo ilisababisha jambo hilo kutokea. Kwa hiyo kwa kifupi kabisa nimeamua kuiweka hiyo concept ya conspiracy theory kinamna hiyo, au hiyo concept ya nadharia ya njama kwa ufupi kama namna hiyo. Uwezi kuelewa tu maana yake ni nini na mfano yake ni ipi na pengine sababu ambazo zinaweza zikasababisha watu kuamini au kuvutiwa na hizi nadharia za njama ni zipi. Kwa hiyo ni kwa sitaki kukuchanganya na mambo mengi, na kuokia vitu hivyo tu ambavyo vitakufanya wewe uelewe kirahisi, lakini vile vile uenjoy content kwa sababu ni vitu ambavyo vinatokea kila siku kwenye maisha yetu ya kila siku. Lakini kitu cha mwisho ambacho natamani uondoke nacho ni kwamba nadharia za njama sio zote kwamba ni kweli. Yaani sio kila nadharia ya njama ambayo unaisikia kwamba ni sahihi au ni kwamba jambo lilitokea kwa namna hiyo ambayo inasemwa. Lakini vile vile sio kwamba nadharia zote za njama ni za uongo. Just because labda mainstream media imesema kwamba jambo hili limetokea hivi, akatokea mtu ambaye ana maelezo ya pembeni, haimaanishi kwamba huyo ni muongo all the time. Wakati mwingine hizi conspiracy theories, hizi nadharia za njama ndio zinakuwa zimebeba ukweli halisi wa namna ambavyo mambo yalitokea. Kwa hiyo just because kuna neno theory pale au just because kuna neno nadharia pale haimaanishi moja kwa moja kwamba sio kweli au ni kweli. Inategemea tu na uhalisia wa jambo lenyewe lilivyotokea. Kwa hiyo wakati mwingine zinasaidia kutupa a different perspective on how something happened. Inasaidia kutupa mtazamo mwingine wa namna ambavyo jambo lilitokea. Kwa hiyo hicho ndio cha msingi ambacho nataka uondoke nacho. Sio kazikataa zote moja kwa moja na sio kazikubali zote moja kwa moja. Waswahili wanasema akili za kuambiwa changanya na zako. Basi mpaka kufikia hapo tunakuwa tumefikia mwisho wa episode yetu ya 53 ya Wanangu Podcast. Mimi ni host wako Good Luck Joseph aka Imani Joseph, formerly known as the Rap Addict. Till next time, peace.